Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Na wasalimu katika jina la Yesu nyote mnaotazama na kufuatilia mafundisho ya wana matengenezo wanaohubiri ujumbe wa uhuisho na matengenezo. Karibu sana kwenye kipindi cha leo, na mko pamoja nami mwinjilisti Laban Kaihura. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa na ufuatiliaji tangu mwanzo wa somo hadi mwisho. Pia mafundisho haya unaweza kuyapata katika mitandao tofauti ikiwemo YouTube channel Uhuisho na Matengenezo. Unaweza kuipata kwenye website www.reformationvoice.org. Na karibu sana. Basi topic ya leo itakuwa tutazungumzia kuhusiana na uzito na upana wa amri za Mungu. Ni sehemu ya kwanza, maana somo hili litakuwa endelevu. Hebu tupate ombi kabla ya kuendelea na somo. Tunakushukuru Baba yetu mwema kwa sababu ya upendo wako na rehema zako. Asante kwa kutupatia uhai. Asante kwa kutupatia akili ya kuweza kuchanganua maneno yako. Tunaomba msaada wa Roho Mtakatifu ili tuongozwe hatua kwa hatua, tujue uzito na upana wa amri zako, utuwezeshe kuzishika, uzihamishe zitoke kwenye mbao ili ziandikwe kwenye mioyo yetu, tuweze kuishi kulingana na mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu mfalme wetu. Amina. Basi karibu tena ndugu zetu na dada zetu kwenye somo hili, somo la maana, somo muhimu, somo linalohitajika kwa maisha ya kila mtu. Uzito huu wa amri za Mungu, tunajua amri za Mungu ni 10. Uzito wake sio kwamba hatuziwezi tukiwa na neema ya Kristo. Sio kwamba ni kitu kisichowezekana tukiwa na msaada wa Mungu. Lakini uzito ni kule kuipatia maanani, yaani kuzingatia kwamba uzito wa sheria unalingana na cheo cha mtoaji wa sheria hiyo. Sheria ikiwa ya mwalimu, kuna sheria ya mzazi, kuna sheria ya nchi, kuna sheria ya kampuni. Hizo zote ni sheria na zina uzito wake. Lakini sheria au amri ya Mungu, Mungu muweza yote, Mungu mwenye nguvu, Mungu aliye na pumzi ya uhai wa kila mwanadamu mikononi mwake, akiwa ametoa sheria au amri yake, ni kazi yetu kuitilia maanani na kujua Mungu anataka nini kwetu. Tunaposoma katika kitabu cha Zaburi, sura yenyewe ni 119 fungu la 96, maandiko matakatifu yanasema hivi: nimeona ukamilifu wote kuwa na mwisho. Yaani kila kitu hata kikiwa kikamilifu kinakuwa na mwisho. Lakini bali agizo lako ni pana mno. Hii agizo maana yake ni commandment, ni amri. Amri ya Mungu Daudi aliona kwamba ina upana sana. Yaani ni zaidi ya vile sisi tunafikiria. Mungu akisema kwamba usilitaje bure jina la Bwana. Usidhani tu ni mambo fupi ambayo yanaishia hapo. Lina upana wake, lina uzito wake. Na ni matumaini yangu kwamba tutakuwa pamoja ili kupitia maandiko matakatifu ujue uzito huo na ule upana katika mawazo yako. Hata Yesu alipofika hapa duniani alizungumzia kuhusiana na hizo amri au torati, akasema hivi. Luka 16 fungu la 17, lakini ni vyepesi sana mbingu na nchi vitoweke kuliko itanguke nukta moja ya torati. Yesu naye aliweka uzito, aliweka upana katika amri za baba yake. Akasema afadhali mbingu au dunia vitoweke kuliko yodi moja au nukta moja ya hiyo sheria ya amri ya Mungu iondolewe.
nikiwakumbusha ya kwamba wana wa Israeli walipotoka Misri, kwa sababu ndani ya mioyo yao hakukuwa nafasi ya kuandika hizi amri, Mungu aliazimu ziandikwe kwenye mbao mbili za mawe. Lakini Mungu kwa kuonyesha uzito na utakatifu na upana wa hizo amri, akaja mwenyewe kuzitangaza kwenye mlima Sinai. Kaambia wana wa Israeli wajiandae, wafue nguo zao, wajitakase ili waende kuonana na Mungu. Moshi ukatoka katika mlima huo wa Sinai, mawingu yakatanda yakafunika, ngurumo za radi, Mungu mwenyewe akanena hizo sheria za amri 10. Ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi ya 10. Hizo sheria ni constitution ya Mungu. Yaani ndiyo katiba ya Mungu. Zingine zote zinajengeka hapo. Kwa hivyo ndizo zinaunda utawala wa Mungu. Hakuna utawala usiokuwa na sheria. Halafu hizi amri 10 zina upana na zina uzito kuliko hata katiba za duniani. Hapa Yesu alipokuwa hapa duniani, Mafarisayo na Masadukayo walimjaribu, lakini akawa anawaziba, anawanyamazisha kwa kuyasoma maandiko matakatifu. Siku moja walikuja ili waweze wakamjaribu. Mathayo 22 fungu la 34 hadi fungu la 40 mtasoma. Maandiko yanaelezea kwamba mmoja wa walimu wa sheria alikuja akamjaribu. Akamwambia, katika hizi amri 10 ipi ambayo ni kuu kuliko zingine? Unaona ya kwamba walikuwa wameweka mtego. Angesema kwamba ni ya 7, basi wangehafifisha zile zinazobaki. Angesema kwamba ni ya kwanza, wangesema kumbe zile zingine tuanza kuzivunja ovyo ovyo. Lakini Yesu kwa utaalamu wake, kwa uungu wake, kwa uweza wake, hizo amri 10 kama tulivyotangulia kusema, akasummarize, akaziweka kwa pamoja. Zile amri 4 za kwanza tangulizi ambazo zinahusu Mungu na mwanadamu, akatangulia akasema kwamba amri iliyo kuu ni inayosema kwamba umpende Mungu wako kwa nguvu zako zote, akili zako zote, kwa uweza wako wote. Na ya pili ambayo ni kama na hiyo ni umpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Kumaanisha ya kwamba ukimpenda Mungu huwezi kuwa na miungu mingine. Unapompenda Mungu huwezi kuleta sanamu iliyochongwa na wanadamu uweze kuiabudu. Ukimpenda Mungu huwezi kutajataja jina lake bure, maana unamheshimu. Ukimpenda Mungu hautavunja sabato, maana ni yeye alisema fanya kazi kwa siku 6, ya 7 upumzike. Halafu ukimpenda jirani yako, ambayo ni ya pili sasa, ameingia kwenye ubao wa pili au mbao ya pili. Akasema kumaanisha ya kwamba huwezi kumpenda jirani yako. Jirani yako wa kwanza ni baba na mama na ndugu zako. Basi utamheshimu baba, hutaua, hutazini, hutaiba na hutashuhudia au kutamani. Kwa hivyo akaziweka katika box hizo 2. Lakini hapa wengi husema kwamba Yesu aliondoa amri 10 zikabaki 2. Huo ni ujinga kabisa, ni kutoelewa, kwa sababu hakuna, Yesu hajaruhusu kwamba zibaki 2 halafu aondoe ya 7 tuzini, tuue, tufanyeje. Hapana, zimeunganika katika huo muunganiko na zina uzito na zina upana. Na kwenye kipindi hiki tutaangazia 2 tu, si ya kwanza na ya pili, hapana. Tutaanza na ya kwanza kwa zile 4 ambazo zinahusu mwanadamu na Mungu. Alafu tutachukua ya kwanza kwa zile 6 zinazohusu mwanadamu kwa mwanadamu mwingine. Ikumbuke kwamba amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi, ila Yehova ambaye ni Mungu. Usiwe na miungu mingine. Zamani waliotangulia walikuwa na miungu, wengine wakiabudu mwezi, wengine nyota, wengine wanaabudu wanadamu, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu milima. Hata mababu zetu wapagani, mnajua ya kwamba walikuwa na milima ambayo wanaiabudu na miti na kadhalika. Kwa hivyo amri hii inatukataza katakata kuwa na miungu mingine. Lakini kwa sababu tumeona kwamba amri ya Mungu ni pana, haishii hapo. Yawezekana wewe huabudu miti. Yawezekana hauna miungu kama ilizi hapo kwako. Yawezekana kabisa huabudu mwezi au sayari nyingine.
hauabudu shetani, lakini waweza kuwa na miungu kwa njia moja au nyingine. Amri hiyo upana wake unaelezea kwamba chochote ambacho kinashika nafasi ya kwanza katika maisha yako kinakuwa miungu. Yaani Mungu anataka achukue nafasi ya kwanza katika maisha yako. Lakini kile unachokitegemea, kile ambacho unakipenda zaidi kuliko Mungu, yawezekana ni pesa, yawezekana ni mume wako, yawezekana ni mke wako, au ni mtoto, au ni kazi, au ni nyumba, au ni gari. Chochote kile au ni elimu, chochote ambacho unakipenda, unakitegemea kuliko Mungu, kinageuka kuwa miungu kwako. Kinageuka kuwa Mungu kwako. Na hapo Mungu anasema, mimi ni Mungu mwenye wivu. Nataka nichukue nafasi ya kwanza. Chochote ambacho kinapunguza upendo unaoupenda Mungu, yaani unakipenda zaidi ya Mungu, kinageuka kuwa miungu. Chochote ambacho kinapunguza utumishi wako kwa Mungu, ukiamka asubuhi ndicho kinachukua nafasi ya kwanza. Ukiwa kwa ndoto zako ndicho cha kwanza, kimegeuka kuwa miungu. Mbona tuna miungu tele? Tuna miungu mingi kabisa. Watu kuna vitu ambavyo wamevitegemea, vitu ambavyo wamevipenda, wamevipatia kipaumbele. Yaweza kuwa hata mchezo wa mpira ambao ndio ndoto zako kabisa. Umeipatia muda wako wote. Mungu anasahaulika, anachukua nafasi ya 3, ya 4, ya 5. Mara nyingi tunakumbuka Mungu tukiwa katika mateso, tukiwa katika majaribu, tukiwa kwenye magonjwa, lakini wakati mwingine Mungu anachukua nafasi ya pili. Jamani, ndugu, dada, na kuomba Mungu mpe nafasi ya kwanza. Anastahili. Ndiye muumbaji wako, ndiye mlinzi wako, ndiye mfariji wako, ndiye msaidizi wako katika maisha yako ya kila siku. Kumweka kwenye nafasi ya 3 au ya 4 au ya mwisho ni ujinga kabisa. Na huyu Mungu hajatuomba gharama. Ni katika mawazo yako, katika akili zako, katika upendo wako, Mungu mpe nafasi ya kwanza. Mtoto, nafasi ya pili. Pesa, nafasi ya pili. Mume wako sawa, nafasi ya pili. Mungu achukue nafasi ya kwanza. Ndiyo sheria au amri ambayo ni zito sana, ambayo Mungu ameitanguliza. Hapa nataka nikomee hapo upande wa hiyo amri ya kwanza. Na amri ya kwanza katika zile 6 ambapo tunasoma katika Waefeso sura ya 1. Unajua ile ambayo tumeimaliza ni ya kwanza, lakini hii pia ni ya kwanza. Hebu tusikie kauli ya maandiko inasemaje. Waefeso 6:1. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hiyo ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Mungu atukuzwe sana. Watoto wanatakiwa kuwatii wazazi wao katika Bwana. Kwa nini wanasema katika Bwana? Kwa sababu yawezekana mzazi akushurutishe kuvunja amri ya Mungu. Pale haitakuwa katika Bwana. Akikupeleka katika mambo ya pombe, mambo ya uaji, mambo ya kuvunja amri za Mungu, pale hustahili kumtii. Lakini kwa mambo mengine yote, mzazi lazima achukue nafasi ya kwanza. Ndipo utakuwa na heri, ndipo miaka yako itajiongeza, itakuwa mingi. Amri hii uzito wake na upana wake ni upi? Wazazi wamewekwa katika nafasi ya kiwango cha upendo, cha heshima, kiwango cha kwanza. Kwanza tunatanguliza Mungu, na katika wanadamu, mzazi, mama au baba anastahili heshima. Hakuna mwingine au kitu kingine, hakuna mtu mwingine anayelingana na mzazi. Unajua siku hizi watu wengi ni kama wameweka mapastors, wahubiri, watu maarufu fulani, alafu wanapewa cheo ambacho kingepewa wazazi. Wazazi ndio wa kwanza kwa wanadamu. Alafu upande wa ibada Mungu ndio wa kwanza. Upande wa wanadamu mzazi wa kwanza, aliyekuzaa. Uwezo wake,
alitumia muda wake kukulea, kukulisha, kukusomesha, amefanya everything. Kwa hivyo unastahili kumheshimu maadamu angali hai, unamshukuru, unamshughulikia kwa haya mambo ambayo ni matano: kumpenda. Yaani kumheshimu kwenyewe hakutoshi, inabidi umpende, inabidi umjali, inabidi upunguze mizigo yake. Amefanya kazi nyingi kabla hujazaliwa, amefanya kazi nyingi akiwa anakulea ukiwa mchanga. Sasa imefikia wakati wewe ni kijana, wewe ni binti, una nguvu, hebu msaidie mizigo yake ipungue, asichoke na wewe upo. Wasichana wanalala, jana wanaingia kwenye mitandao, mama bado kazi ni zake, baba ni huyu, anabeba nyasi za ng'ombe, anafanya kila kitu. Hebu punguza mizigo yake. Hata kama umeoa au umeolewa, basi kuna njia moja au nyingine unaweza kuwasaidia wazazi, alafu kulinda heshima yake. Unamshirikisha hata katika harusi. Usiende kuazima mzazi wa wengine na mzazi wako akiwa hapo. Ni kulinda heshima yake, yeye ni mzazi. Alafu na kuwa faraja wakati wa uzee. Wazee wetu, wazazi wetu wameshazeeka, wanahitaji nguo za kuwakinga baridi, wanahitaji vinywaji, wanahitaji kutibiwa, wanahitaji kuwafariji katika ule uzee wao, ili imvi zao zishuke taratibu taratibu, wakielekea siku zao za mwisho, lakini wakiwa na faraja. Kwa hivyo hii amri Mungu ameiweka ili uweze kutuletea pia baraka kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Walawi sura ya 19 fungu la 32, sio kwamba ni wale waliotuzaa peke yao ndio tunapaswa kutii na kuheshimu iishie hapo. Hamna. Kuna viongozi, kuna wanaotuongoza kiroho, wanaotuongoza katika serikali, walimu mashuleni, hao wote wanastahili heshima wakati wowote hawajavuka mipaka ya neno la Mungu. Tunapaswa tuwaheshimu katika Bwana. Alafu hili fungu linasema katika kitabu cha Walawi 19 fungu la 32 nasema, mwondokeeni mtu mwenye imvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Bwana anaagiza ya kwamba muondokee mzee, mtu aliye na imvi. Jamani, hizo heshima zinastahili nyumbani kwetu, zinastahili sehemu za sherehe, hata kwenye magari. Siku hizi unaona wa vijana wako kwenye gari, nasema mimi nimelipia, hata hajali kwamba huyu analingana na baba yake, huyu analingana na babu yake. Ukimuondokea ni heshima na utapata baraka kwa Mungu. Lakini unakuta anakaa mzee, anang'ang'ana, anashikashika huko kwenye gari linamburuza, anakuwa kama anakuangukia, mpaka vijana wanawakemea. Kwa kweli hiyo haistahili. Ni vizuri kumuondokea mzee, maana analingana na baba yako na baba yako. Mama apate heshima, mtii Mungu na utapata ni baraka kwa Mungu. Maana maandiko yamesema ya kwamba siku zako zipate kuwa nyingi. Yawezekana kinachofanya siku za vijana ziwe chache. Ukienda mahali ya makaburi unakuta miaka ni watu kabisa, miaka 20, 15, 30. Ni laana hiyo ambayo inaendelea kwa sababu ya kutotii wazazi, ya kutotii Mungu, kwa sababu kumtii Mungu kwaongeza siku. Ahadi hizo zinaweza kuwatoroka vijana kwa sababu moja au mbili. Tunaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21, maandiko yanaelezea nyakati za Musa, kijana au msichana ambayo angekuwa mkaidi, asiwatii wazazi wake, alikuwa akitendewa namna gani. Kumbukumbu la Torati 21 fungu la 18, mtu akiwa na mwana mkaidi, mshupavu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapo mwadhibu hawasikizi,
19. Ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake. 20. Wakawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi, ni mshupavu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati, tena ni mlevi. Wanaume wote wa mji wake wamtupie mawe afe, ndivyo utakavyoondoa uovu kati yako, na Israeli wote watasikia na kuogopa. Hebu fikiria hii sheria ikirudishwa kwenye nchi zetu, kwenye miji yetu, mbona vijana wataisha? Maana anasema ni wale ambao ni wakaidi, ni wale hawasikizi sheria ya wazazi, ni wale ambao ni walevi, ni wale ambao ni washerati. Sheria ilikuwa nasema kwamba waletwe mbele ya wazee na wauawe kwa mawe, ili wanaosikia waogope. Kwa kweli, ingawaje leo hii hakuna kuuawa kwa mawe, lakini wanangoja, sheria inawangoja, amri hiyo inawangoja. Kipindi Yesu anaporudi, watatupwa kwenye Jehanamu, watateswa na mapigo 7, watapata katika maisha haya wanalaana, na pia Yesu anaporudi watapata uzima wa milele. Hakuna mtoto aliyedharau sheria ya mzazi, ambayo ni sheria nzuri, ambayo atarisi ufalme wa mbinguni. Hamna. Lakini tunasoma tukikaribia mwisho kitabu cha Mwanzo 49 fungu la 3 na la 4. Hapo tunasoma jinsi wazazi walikuwa wakibariki watoto na kuwalaani kulingana na maisha walioyafanya wakiwa katika nyumba zao. 49 fungu la 3, maandiko yanasema hivi. Huyu ni Yakobo, alikuwa akiongea na watoto wake akiwapa urithi kabla hajafa, akikaribia kufa. Akasema, Reubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. 4. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Ni kwamba Reuben alikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Yeye ndiye angetawala wenzake. Yeye ndiye angekuwa kiongozi. Lakini kwa sababu alifanya dhambi ya uasherati, akapanda kitanda cha baba yake, baba anamlaani, anamnyang'anya ule ukuu. Ukuu tulionao ni ule wa kufika mbinguni, ni ule wa kurithi wokovu, ni ule wa kupata utakatifu huko mbinguni katika Yerusalemu. Wengi watanyang'anywa, na hata watanyang'anywa ukuu katika familia zao. Wananyang'anywa neno, wananyang'anywa mibaraka, wananyang'anywa ukuu na uongozi kwa sababu hawakutii amri ya 5. Lakini hebu tuone Yusufu ambaye alitenda mazuri. Yusufu alikuwa mvumilivu. Yusufu aliwakumbuka wazazi hata walipokuwa na njaa Kanaani, akasema, akaagiza waletwe, akawapa chakula, akawahifadhi, akawafanyia chochote, akawaheshimu. Maandiko yanasema baba yake kabla hajafa alisema nini juu yake? Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemu, matawi yake yametanda ukutani. 23. Wapiga mishale wanemtenda machungu, ni wale ndugu zake, lakini akawa mvumilivu. 24. Lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, mikono yenye enzi ya Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Naam, kwa Mungu baba yako atakaye kusaidia, kwa mbaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindini vilivyo chini, mbaraka ya maziwa na ya mimba. 25. Mbaraka wa baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya vilima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu katika ndugu zake. Yusufu anageuka kuwa mkuu katika ndugu zake, ili hali si mzaliwa wa kwanza. Amemtakia mibaraka ya mashamba, mibaraka ya maziwa, mibaraka ya mbinguni, mibaraka ya mimba ya uzaliwa. Hii yote kwa sababu alimtii Mungu, akawaheshimu wazazi. Ndugu zangu, wale ambao wangali wachanga, wale ambao wameoa na kuolewa, lakini bado wangali na wazazi, mmoja au wawili, ni majukumu yetu kuwatii, ni majukumu yetu kuwapenda, kuwafurahisha, kupunguza mizigo yao
na kuwafariji wakiwa wazee. Hii mibaraka itakuwa yetu. Lakini tunapoziba masikio tusisikie sheria za Mungu, ikiwemo hii ya 5 au ya kwanza au ya 3 au ya 4, maandiko yanasema, fungu ambalo tunataka tulifanye la mwisho linasema katika kitabu cha Mithali 28 fungu la 9, yeye aligeuzaye sikio lake aisisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Ndugu zangu wapendwa, kauli ya Mungu katika jambo hili ni zito sana. Yeye anayegeuza sikio asisikie sheria ya Mungu, iwe ya 5, iwe ya 6, iwe ya kwanza, iwe ya 4, maandiko yamesema kwamba hata sala yake, maombi yake ni chukizo kwa Bwana. Mungu hata isikia. Ndio utapiga kelele, ndio utafanya unayoyafanya yote, lakini Mungu hata sikia, sababu na wewe husikii sheria zake. Mungu atuwezeshe ili tuweze kutii maagizo ya Bwana kupitia neema ya Kristo. Sitoke kwenye mbao 2 za mawe kama vile ahadi ilivyo. Yeremia 31 fungu la 31 kwamba agano nitakalolifanya na Israeli ni kufanya zile amri zije katika mioyo yetu. Zisiwe mzigo kwetu, lakini ziwe na uzito. Tusizichukulie vyepesi kama mizaa, kuona kwamba ni jambo ambalo halina uzito, halina maana. Tusicheze na hizi amri za Mungu, maana ndizo zimemfanya Adam atolewe Eden, ndizo zimefanya Mungu aharibu dunia kwa maji wakati wa gharika, ndizo zimefanya kuzivunja zikafanya Sodoma na Gomora ichomwe, na hizi ndizo zilifanya Yesu afe msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, alafu akafungua njia ili kupitia neema yake atuwezeshe kuweza kushika hizi amri za uhuru, amri ambazo ni za amani. Mungu atusaidie na atuwezeshe kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Amina. Basi tutapata ombi kabla ya kufunga. Muumbaji wetu, Baba yetu mwema, tunasema asante kwa sababu unatujali kupitia neno lako. Amri zako tumeona uzito wake, tumeona upana wake. Sisi wenyewe hatuwezi kuzishika bila msaada wako. Tunaomba neema yako, tunaomba utuoshe kwa damu yako, wasikilizaji wa mbali na karibu, wa sasa na wale ambao watafuata baadaye. Sote tupe hekima ya kuweza kuelewa sheria na amri zako na kuzifanyia kazi. Na mahali popote tumeenda kinyume na mapenzi yako, tukawa na miungu mingine, tukawakosea wazazi wetu heshima, utusamehe ili tuweze kufanya matengenezo na marekebisho na tuweze kufaa kuwa wana na binti zako. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu. Amen.